Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes bwana, unaambiwa yaliyopita yamepita, tugange yajayo. Ilikuwa ni finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambako Simba ilimaliza ungo yake ya mwisho katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kabla ya mchezo huo mengi yalikuwepo kwamba uwanja tunautaka wa Mkapa, New Amani kama vile kuna hujuma zimefanyika. Lakini mara baada ya mchezo mambo yamekuwa ni referee. Nikasema hili peke yangu siwezi kulimaliza, nikatembea zangu hadi kwa mzee wa maokoto ama mfalme wa maokoto Mr. Salamba Dominic, ambaye nitakuwa naye hapa kwa dakika chache kuzungumza katika yale ambayo yametokea kule Zanzibar mara baada ya wawakilishi wetu nchini Tanzania Simba kukosa ubingwa huo. Yeye anazungumza lipi katika yale ambayo yameweza kutokea? Mimi naitwa Christopher Beda Mwana Janduro na nyuma ya kamera ni AP Classic Wear. Unaitazama JNDR Mtito TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Twende sawa. Kaka Salamba, hapa kuna haja ya kusema uko sawa kwa sababu unajua uko salama kabisa. Jambo la kwanza natamani tuanzie hapa kwa upande wa wenzetu ambao walikuwa wanawakilisha nchi Simba Sports Club. Tunafahamu ya kwamba mambo kabla ya mchezo kuna mengi yalikuwa yametokea, kwamba pengine kuna namna wanafanywa kuhusiana na mchezo huo kama hivi na hivi, na limekuja hili la referee mara baada ya kukosa ubingwa, kwamba referee pengine hakuwa fair na mambo kadha wa kadha. Nikasema hili ama kushirikisha kaka Salamba kwamba kwa upande wako wewe umelichukuliaje hili ambalo linalalamikiwa kuhusiana na referee? Mimi nafikiri ni muendelezo tu wa tabia za mashabiki wa soka wa Tanzania. Ni watu ambao wanaingia sana kwenye kutafuta lilifu ambazo kimsingi haziwasaidii, kwa sababu nafikiri ulikuwa ni wakati wa kuanza kufanya analysis ya ubora wa kikosi walichonacho, wakaangalia nguvu ambayo viongozi wao wameweza kuitumia kwenye kuwekeza kwenye timu, wakaangalia aina ya wachezaji walionao, wakaangalia utofauti baina yao na opponent wao kwa maana Berkane, ingeweza kuwasaidia zaidi kuweza kujua pengine wenzetu wametuacha katika maeneo gani, na pengine next time tuweze kujiandaa na kushawishi uongozi, kama kuna party ya mashabiki tuweze kuifanya, kama kuna labda kulipia ada na vitu vingine, ili klabu ipate pesa na baadaye tuweze kuwa na nguvu ya kuweza kuchocha jiwe kubwa ndani ya Afrika. Ndio kwa jambo la msingi, ili kuendelea kutafuta hizo malalamiko ambayo yanakwenda kutengeneza chaos ambayo haina msingi wote. Kwangu mimi nafikiri ni kutafuta tukichaka ambacho hakina mantiki yeyote, kwa sababu ukiangalia tokea mechi ya kwanza kabisa ilichoonyesha kwamba Simba alikuwa ana guts za kuweza kubato na Berkane toka mechi ya kwanza. Ukiangalia jana matukio yanayolalamikiwa, obviously yote yanalalamikiwa kwa upande wa huruma, sio upande wa sheria, kwa upande wa huruma, kwamba wasema maamuzi itakiwa pale ajue ni finali, itakiwa tupe busara, itakiwa mvumilie. Hasa kumvumilia mtu, hiyo sio sheria. Hiyo sio NBC ambako watu wanavumiliana na kuchukuliana poa. Ile ni finali, na moja ya finali ni mtu ambaye anaweza kutimiza matakwa yote ya kikanuni ya kimchezo. Finali ina penalty, finali ina red card, na kila kitu ambacho sheria za mpira miguu zinakuwa zinataka. Kwa hiyo kuzungumza second yellow likicha kawaida, ingekuwa kama maamuzi ametoa straight red card, pale tungesema hapana. Kwa aina ya foul ile uwezo ukatoa straight red card, maamuzi amewanyonga. Ingekuwa maamuzi amewanyima penalty, mtu ameshia kwenye box, tumeshuhudia pale, maamuzi amekataa, tungesema kweli pale maamuzi ameweza kwa. Ingekuwa mtu ameingia ndani pale amechezewa foul ya wazi, maamuzi amekataa, tungesema kweli. Sasa kipi ambacho unaweza kukaa ukakizungumza? Simba ampata matokeo mengi, timu ziko pungufu, tumeshuhudia. Hayakuwa matokeo halali, hawakushangilia. Kwa sababu kila siku hawezi kaa kwenu tu. Mpaka muda unavyoongea, miongoni mwa timu ambazo zimefanikiwa kufanya timu nyingine zipate kadi nyekundu nyingi ni Simba. Miongoni mwa timu ambazo zimepata penalty nyingi ni Simba. Sasa why? Na wanaongoza, wapo kwa nafasi nzuri kwenye ligi. Kwa hiyo haiwezekani ikawa kila siku ni upande wako. Jana mwamuzi hakuwaonea na wala hakuwanyonga. Alichokifanya alifanya kwa mujibu wa sheria na kanuni za soka, na hata goli ambalo lilifungwa la pili, it was a clear offside ambayo wao walinufaika nayo mechi dhidi ya Stellenbosch. It was offside, lakini mwamuzi katikati, mbona hawakuzungumzia madhara ya waamuzi kuamua magoli? Kwa hiyo nafikiri ni namna tu ya kutafuta truth impasse, namna ya kutaka kujificha kwenye kivuli, kimsingi kwamba hata hapo ambako wamefika imekuwa ni kama ni faida kwao. Yatakiwa wajipongeze kwa sababu hawakudeserve kufika hapa kwa kikosi walicho nacho. Naam. Yes, nimekuelewa kwa uzuri kabisa hapo.
Ukiangalia performance ya Simba siku ya jana ni kama vile ilikuwa inajaribu kutaka kwa wadaa wapinzani, na afu pia Alisabalikane waligoma ile mitego yao, kama vile mitego fulani ambayo nilikuwa naiona kwa timu ya Simba Sports Club mwisho siku hadi wakasawazishia goli. Pengine hili lilikuwa linaleta fundisho gani kwa upande wa Simba yenyewe? Nafikiri jana kwa maana ya approach, ukiangalia unaweza ukaona kama Simba walikuwa bora ni kwa sababu Berkane walikuja na approach tofauti. Berkane walijua kwamba ni mechi ya away, mechi ambayo wakati mwingine itakuwa ni ngumu si kuweza kupata ni ile nguvu ya kushindana nao, intensity ya kuacha kufanya tunamtaja magoli mawili, twende tukazibe mianya ya msingi, tukasote mpa mchezo, tukae nyuma, tuwasubiri waje tutoke. Ndio maana ukaona Simba wako aggressive. Haikuwa mechi ya njoo nije, haikuwa mechi hiyo, hawakuopt kutumia hiyo mbinu. Na hata baada ya Simba kupungua bado Berkane walistick kwenye plani yao ile ile. Nidhamu yao kwamba hawa wako nyumbani. Sawa, kama wako nyumbani watakuwa na matarajio makubwa. Sawa, intensity yao itakuwa mara mbili ya kwetu. Tuendelee kuheshimu, tukae nyuma, tukawashambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo aliyefanikiwa ni Berkane kwa sababu amefanikiwa kupata pointi moja, alifungwa goli, akafanikiwa kurudisha, na amefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo maana yake nini? Palikopa na utofauti. Kwanza, inawezekana kwenye kimbinu walikuwa wako sawa au Simba alizidi, lakini mbinu peke yake hazitoshi mpaka uwe na wachezaji ambao wanaweza kutendea mbinu kazi kwa 100%. Tufanye zile huruma ambazo Simba walikuwa wamezizungumza kwamba walikuwa wanahitaji huruma za mwamuzi. Zile huruma kweli zingefanyika, unadhani Simba kweli ilikuwa na nafasi ya kutoa ubingwa? Ukiangalia kama tukio ambayo pengine walifanywa, wanasema pengine Kagoma asingetolewa, wao wasingefanyaje, pengine kuna namna wangefanya. Kwa namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza, unadhani kweli kabisa hata kama mpira ungekuwa mpaka leo Simba alikuwa anapata hata goli zaidi goli 2 au 3? Kwa quality walionayo ndani ya kiwanja, nishazungumza muda mrefu sana, Simba wakuwa na guts za kuweza kuwafunga Berkane. Huo ni ukweli. Zungumza mapema sana, zungumza kwa kosi chao kile bado ingeweza kutokea, lakini sio mlima magoli 3. Sababu tunaongea hivyo mpaka nafika half time bado ilikuwa ni goli ile moja. Na bado Berkane walikosa baadhi ya nafasi nyingi tu kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni ngumu wao kupata, ulikuwa ni mlima mgumu kuweza kupanda. Na ni mgumu kwa sababu ya quality waliokuwa nayo compare na wenzao, ilikuwa imeachwa somewhere ambako sio karibu. Kwa nafikiri kubwa tu ni kutumia ule mchezo kama ni case study for upcoming matches, hasa kwa hizo michezo ya kimataifa. Naam, una mchezaji wao huyu hapa Joshua Budo Mutale anafunga goli na anakuwa man of the match. Unadhani hiki inamuongezea kitu gani yeye kama mchezaji kwenye performance yake na maendeleo yake ya soka hapa alipo Simba Sports? Na ukiangalia mashabiki, baadhi ya wadau walikuwa wanaona si kitu, sasa hizi anaonekana kama ni mtu kwenye upande wa timu ya Simba Sports Club. Nafikiri alikuwa anaathiriwa na kuadapt mazingira mapya. Alikuwa anaathiriwa na kutoka kwenye timu ambayo alikuwa anafanya vizuri, anakuja kwenye timu ni kubwa kuliko yeye, kwa wachezaji wakubwa kuliko yeye. Kwa hiyo sio rahisi kwa haraka tu kaja ukaweza kuadapt na kuja kuwa bora. Wapo wanafanikiwa hapo vitu, lakini wachache. Lakini kwa siku za karibuni baada ya Simba kuwa kwenye mapumziko, kuanza kucheza mechi za viporo, akapata nafasi, akakuwa na pressure, akaanza kulikava, tumeweza kumuona akirejea katika bora, na kiwango cha jana kinaweza kwenda kumrudisha mazima, akawa na confidence kwamba kama nimeweza kushine dhidi ya RS Berkane, bingwa wa kombe la shirikisho, mwingine atakwenda kunisumbua. Kwa hiyo inaweza ni good start kwa yeye kama msimu unaokuja tukamshuhudia Budo akiwa katika bora wa hali ya juu. Yeah. Sawa. Simba sasa anajipanga katika FA pamoja na ligi kuu. Miongoni mwa timu ambayo anacheza nayo ni kama vile unakwenda kucheza mara mbili mfululizo na kwenye FA pamoja na ligi kuu ni Singida Black Stars. Kwa daraja la Singida Black Stars kwa sasa ni miongoni mwa timu ambayo kidogo nayo kuifunga ni kazi, kutokana na aina ya wachezaji walionao, wana ubora, kina Soa, kina wengine, kina Sabada na kina Chikola na wengineo. Simba unaiona wapi katika mechi hizi mbili? Ni mechi ngumu kwa Simba kwa sababu achilia mbali matamanio alionayo, lakini kama unataka kuzungumza, Singida imesheheni wachezaji ambao wana ubora wa hali ya juu sana. If all factors remain constant, ni mechi ngumu ambayo ni 50 kwa 50 kwa sababu wana levels ambazo Simba wako nazo kwa maana ya quality ya wachezaji. Kwa binafsi nafikiri kama waamuzi watakuwa fair, hawatakwenda kutolebia mpira, tutakwenda kushuhudia moja ya mechi ngumu na bora katika msimu, kwa sababu Singida wana deserve ya kuweza kubatwa na Simba, kubatwa na Yanga, kubatwa na Azam. Kwa hiyo mimi hofu yangu tu kwa upande wa maamuzi ambao tumekuwa kufanya mambo ambayo kimsingi
yanakatisha tamaa kwenye siku za karibuni. Yani hata kifikia wakati wa mechi unawaza niangalie au nisiangalie. Kwa hiyo nafikiri tu waamuzi wangetuacha tuangalie burudani siku ya Jumamosi kati ya Simba na Singida ili tupate finalisti wa pili kwenye kombe la CRDB na Federation Cup. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.